Akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa Alhamisi hii Oktoba 9, Sylvain Bijan Chilumbai, mkurugenzi wa jopo la wanahabari wa jeshi la taifa la DRC kwenye jimbo la 33 la kijeshi mkoani Kivu Kusini, amekanusha taarifa zote zilizotangazwa na kuchapishwa na vyombo vya habari kadhaa ya kwamba M23 imevikamata baadhi ya vijiji vya tarafa la Shabunda, mkoa wa Kivu ya Kusini. Tade Karako ni mmoja wa wanahabari kwenye sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili, tuliyezungumza naye mapema asubuhi. Merci beaucoup. Par rapport ya ile nasema ya Shabunda ni uongo mtupu, uongo mtupu. Unajua kama tuko na batu wanafanya propaganda ya enemy aba kuingia Shabunda. Hakuna M23 Shabunda. Ili ni marezo sosio, watu wanafanya jua kupaniki, jua kuogopesha watu. Hii nianza kuambia hili. Habari zilizosambazwa na M23 zilisema kupigana na FRDC Jumatatu mwanzoni mwa juma hili katika misitu ya Kibandamangobo tarafani Shabunda mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumezungumza kwa njia ya simu na baadhi ya wananchi wa eneo hilo waliokataa kurekodiwa na kutajwa kwa majina yao kwa kofia usalama wao. Walitueleza kuwa hakuna mapigano yaliyoripotiwa katika tarafa lao la Shabunda. Andre Biadunia Mashaka ni mchambuzi wa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika ya Kati. Anasema ni uongo mkubwa, M23 hawajaingia Shabunda. Kwa nini wanaweza kusema uongo kwamba wameshakamata Shabunda? Ni uongo mtupu, uongo mtupu. Hawajaanza hata kijiji kimoja cha teritori ya Shabunda hawajakamata. Acha nikwambie kwamba ukitoka Bukavu hadi Shabunda center pale ni kilomita 314. Kutoka Bukavu mpaka Nzibira, na hapa Nzibira bado ni teritori ya Walungu, ni kilomita kati ya 17 na 75. Ukitoka pale Nzibira unaenda kama unaenda Shabunda, yani unaenda kwenye teritori ya Shabunda. Yani Nzibira na kijiji ambacho kinafuata kinaitwa Chaminyagu ni kilomita kama 2. Ukitoka pale Chaminyagu unaenda kwenye kijiji ambacho kinaitwa Kishadu ni kama kilomita 7. Ukitoka pale Kishadu unaenda kwenye kijiji kingine cha kufuatia inaitwa Chulwe na Kishadu ni kama kilomita 6. Ukitoka pale Chulwe unaenda kwenye kijiji unaita Lubimbe ni kama kilomita 6. Ukitoka pale Lubimbe unaenda kijiji ambacho unaitwa Kibandamangobo ni kama kilomita 4. Na pale Kibandamangobo sasa unaenda kwenye kijiji cha kwanza ambacho kinaingia kwenye teritori ya Shabunda kinaitwa Maimingi ni kama kilomita 2. Yani kutoka pale Kibandamangobo mpaka Maimingi ni kilomita 2. Yani ukifika hapa Maimingi unaingia kwenye teritori ya Shabunda. Lakini acha niseme kwamba hawajafika hapa, bado wako mbali sana, wako huko Malubimbe. Pale kunakuwa ile tunaita Somenki, ilikuwa ni entreprise ambayo ilikuwa inazalisha madini, yani or na coltan na kasiterit. Biadunia anaonyesha hapa umbali uliopo kutoka eneo wanakopatikana M23 katika tarafa jirani na kule kulikoelezwa uongo kwamba wamedhibiti Shabunda center. Acha sasa nikuambie kwamba kuanzia hapa kwenye kijiji cha kwanza cha teritori ya Shabunda na kufika hadi Shabunda centre ni kama kilomita 214. Unaona kwamba bado ni mbali. Lakini sasa tuseme tu kwamba serikali ya Kongo ndio inawaachia haya mambo yote. Wanajishebedua gisi wanataka, wanafanya gisi wanataka, kwa sababu jeshi la serikali mara nyingi huwa linawakimbia. Wakisikia wanakuja wanaanza kukimbia na hatujui ni kwa nini. Ijapokuwa wanalipwa mshahara mizuri hao wanajeshi wa serikali ya Kongo, lakini wazalendo wameitika kufa bure. Wanasema hatutakufa, hatuwezi kukubali nchi yetu iendelee kuvamiwa na wavamizi. Taarifa za awali zilisema kuwa jeshi la taifa lilitwangana na M23 katika vijiji vya Lumbimbe, Kibandamangobo, Luntunkula na Mulambula, waasi wakilenga kukamata miji mikuu ya tarafa za Shabunda na Mwenga. Wazalendo wamesema wote uo ni uongo, wao wanaweka kibambazi kikubwa. Akiwa mjini Uvira, kamanda kuruninga Venance Isaac ni mmoja wa wazalendo, anasema: ndugu mtangazaji, hile ya kusema eti wamekamata eneo hizo za Shabunda huko, ile ni uongo mtupu. Ile ni udanganyifu ile. Hakuna M23 niko pale Shabunda pale. Na haijawahi fika pale Shabunda. Sisi wazalendo ndiye tuko Shabunda na raia yetu iko pale Shabunda. Ile ni uongo mtupu. Hizo habari ni ile vita ya media ile weko natumikisha kuogopesha raia yaogope, njoo waangalie gisi mwe wanazaingia mumugini ambao wamiliki. Na M23 tunajua M23 haina nguvu kutuzidia sisi, wazalendo tupo. Vyanzo vingine vinasema kuwa mikwaruzo ilikuwa mwishoni mwa
majuma jana katika tarafa za Kabare na Walungu. Bui Jean Kelvin ni mratibu wa shirika la raia Sosiko RDC linalofuatilia masuala ya kivita na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema habari zile ni za uongo, ni za kudesekilibre population purke ikimbie maeneo. Ni kuwarasire tu kama M23 haiko Shabunda, population ikuwe na jiresource habari mbele za wakati, population ikuwe na tumainia tu wapashaji wa habari na wa autorite civile et militaire par rapport ya mainformation mtangazaji. M23 ambao wanadhibiti mji wa Bukavu depuis mwezi wa pili mpaka hivi leo, Kamanyola wameshinda meeting kubwa pale na ule gavana wao ule Bwisi Bwangwi Patrick na kikosi kiao walishinda paka Kamanyola kwa ajili ya ile masensibilisation. Ni kueveye tu population yote vraiment isiingie mwa ile mabitu ya manyanga, ile mabitu ya NCV. Upande wao M23 wanazidi kujihami na kuomba wananchi kuungana nao ili wabadili uongozi na utawala wa Tshisekedi. Generali Sultani Makenga ni mratibu wa kijeshi wa AFC M23 akihutubia askari wao waliohitimu mafunzo siku chache zilizopita huko Kivu Kaskazini. Aliwaeleza AFC M23 ndilo jeshi la kutegemea, jeshi la ukombozi. Nimesema tangia sasa nimekuwa jeshi la AFC, jeshi la ukombozi. Admiro Besore Kongolezi. Ishambao liko napigana hii kwetu mbadilika kwa heshima. Unapata vizuri? Nchi yetu mimi haribika muda mrefu, na haribishwa na government ya Kinshasa bila Tshisekedi. Na haribu nchi, upora nchi, na raia namna wanataka, na raia kwa kabila zao, sura zao. Ndio watu wote kwa wakimbizi. Na ndio nchi kwa kuitetea privé. Ndio maana M23, ndio maana RC imesimama ili kufanya uongozi utabadilika kwa nchi. Mko tayari? Wenzenu kwenye wako kwa tofauti wanafanya kazi kubwa sana. Ni mlina huko ya nyinyi wa support, muungane tuondoe hii uongozi mbaya ambao ipo. Unapata vizuri? Unapata vizuri? Nchi yetu inahitaji kukombolewa. Komani wote au jumla wanataka kukombolewa. Hiyo ni kazi yetu kama chama, kama M23, kama jeshi la KNC, na kwa jeshi ambao tuko ndani ambao wanaita AFC. Unapata vizuri? Hiyo ni kazi yetu. Tutabadilika kwa nchi. Ili nchi yetu iheshimike. Tujenge nchi yetu. Kwa wananchi waheshimike. Tuna jeshi nzuri, bali kwa professional. Jeshi la wananchi. Unapata vizuri? Ndio mambo yote ujinga, ubaguzi, uporaji, corruption na mambo mengine. Wananchi wakae kwa amani. Hayo yakiendelea, Alhamisi hii Oktoba 9, Rais Felix Tshisekedi alibadili msimamo wake wa kusema kwamba hawezi kuketi kwenye meza ya mazungumzo na Rwanda na kusema yuko tayari kuzungumza na mwenzi wake Paul Kagame ili kutafuta amani ya kudumu ya nchi zao mbili. Aliyaeleza wakati wa kongamano la pili la Umoja wa Ulaya Global Gateway Forum jijini Brussels nchini Ubelgiji. Tshisekedi alisema mbele ya walikuwa wengine wote ya kwamba amemfungulia Kagame mikono yake ili wajenge amani ya ushujaa katika ukanda wa maziwa makuu. Yeye Tshisekedi alisema, Rais Kagame, ni kwako wewe kutoa oda kwa M23 kusitisha machafuko kwa kuwa inasaidiwa na jeshi lako la Rwanda na kusababisha vifo vingi mashariki mwa DRC. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William wa Iyambalieto TV.